Kijiji cha Muono sehemu ya 21. Mtunzi na mwandishi anaitwa Hans Marcelini na mimi msimulizi naitwa Felix Mwenda. Unaweza kuzipata simulizi nyingi sana kama hizi kwa njia ya WhatsApp na utalipia shilingi 300 tu kwa kila episodi moja. Nambari zetu ni 0677 062 012. Sehemu ya 20 tulisha pale ambapo kaka yake Salama ambaye alikuwa anaitwa Mudi alipata taarifa ya Salama kuondoka kabla ya ndoa. Kilichoendelea, karibu sana. Hii ni sehemu ya 21. Alipewa taarifa zile na mkewe aliyekuwa amerejea, ambaye aliwahi kwenye sherehe kabla ya muda wa ndoa kwa ajili ya kusaidia kazi. Alikuwa ameenda kumwambia mumewe. Kwa nini mama anajiamulia vitu vizito kama hivi? Haya, uko Salama akaenda na nani? Midosho alikuwepo? Mudi akauliza kwa jaziba, akimtazama mkewe aliyekuwa amekaa chini akimnyonyesha binti yao. Hapana, hata Midosho pia hakuwepo. Ameondoka yeye na huyo mwanaume tu. Yani leo kulikuwa hakutoshi. Ndio hivyo, wifi alikuwa anavujwa damu nyingi sana kabla ya huyo mwanaume kuja. Mudi hakutaka kabisa kusikiliza zile story. Hakutaka. Bali amua kuondoka mkuku kuelekea kwa mama yake alipokuwa ameamriwa Salama afungishwe ndoa huko. Alifanikiwa kufika na alimkuta mama yake akisaidiana na watu kuingiza vitu ndani pamoja na kusafisha baadhi ya vyombo vilivyokuwa vimekwisha tumika. Aliweza kumkuta. Mama, unafanya kitu gani sasa? Unafanya nini mama? Mudi kwa jaziba kamvaa mama yake kwa kauli yenye kuuliza kwa nguvu. Bimshamu aliyekuwa ameinama akiokoteza vyombo chini akainuka na kumtazama kijana wake kwa jicho la tahadhari na mdomo wake. Aliweza kunyanyuka vile Bimshamu. Mama, Salama yuko wapi? Yuko wapi Salama? Kabla Bimshamu hajazungumza jambo lolote, Mudi akaongeza tena swali jingine. Bimshamu alibaki kimya akiwa anamtazama Mudi kwa jicho lile. Bali kwa amebaki tu kimya Bimshamu. Alikuwa amebaki tu kimya bila kujibu jambo lolote. Mama, sina kuuliza wewe. Na kuuliza. Mudi akaendeleza kuuliza kwa jaziba akiwa anamtazama mama yake. Watu wale wachache waliobaki pale wakajisogeza eneo lile. Walijisogeza pale mara baada ya kuona Mudi kaja kwa jaziba. Walisogea. Umemaliza? Na kuuliza kwamba umemaliza? Bimshamu akamtupia swali hilo Mudi mara baada ya kupayuka kule kote. Sio nimemaliza mama. Nahitaji majibu ya maswali yangu. Unajua unazungumza na nani? Au unaropoka tu? Najua mama kwamba naongea na wewe mama yangu mzazi. Lakini pia kama msimamizi wa sherehe hii nahitaji kufahamu mtu aliyekuwa anahitajika kumuuza yuko wapi. Hebu twende ndani huko. Twende ndani. Bimshamu alizungumza huko akiwa anazipiga hatua kuelekea ndani. Mudi huku akiwa anasonya kamwa amfuate mama yake. Naye akaingia kule ndani. Mara baada ya kuingia mama yake, minongono ya watu waliobaki pale nje ikaanza. Walianza kusikika mara baada ya Mudi na mama yake kuingia mle ndani. Walikuwa wanazungumza tu watu pale nje. Mara baada ya muda kidogo Mudi akaweza kurejea pale nje akiwa amepoa kabisa, tofauti na awali alivyokuwa amefika. Alikuwa amepoa Mudi. Akaondoka kimya kimya kurejea nyumbani kwake. Bali ondoka tu vile. Miguno ya watu ndio ilikuwa inasikika na sauti za chini chini wakiwa wanazungumza. Na muda sio mrefu Bimshamu akarejea nje, akaungana na akina mama wenzake na kisha kuendeleza zile kazi. Kutokana na ile tukio la Bimshamu wakishirikiana na Selunga kumwaibisha kwa kukiweka wazi kile ambacho alikuwa anakifanya kwa siri kwa Salama, kilisababisha Bimshamu kupewa adhabu kali sana mara baada ya ile swala kufika kwa mkuu wao Selunga. Aliweza kupewa adhabu. Na katika sheria zao ilikuwa ni kosa kubwa sana ambalo linaweza hata kugharimu uhai pindi tu kama utabainika kushirikiana na kikundi kingine cha wachawi au waganga kufichua ubaya wa mchawi kutoka kikundi chao. Ilikuwa ni kosa sana. Kwa hivyo kwa huruma ya Salangi ya kutoa adhabu ya kifo, badala yake alimpatia adhabu ya kuhama kijiji ndani ya masaa 24. Aliweza kupewa adhabu ile Bimshamu.
na haikuwa kuhama kijiji vile vile, bali alihama na vyeo vyote. Hiyo ilimaanisha pia kwamba hata sehemu atakayoenda akiamua kujiunga na kikundi fulani cha wachawi, basi ingemlazimu kuanza upya kutoa kafara ili kupata cheo. Alikuwa amegharimiwa vile Bimsham. Japo Bimsham aliweza kuomba msamaha wa dhati, lakini haikuwa na nafasi yote na upande wake. Alikuwa analia sana, lakini hilo alikuweza kusaidia kubadili maamuzi yale. Adhabu hiyo haikuishia kwake tu, bali hata kwa binti yake na mjukuu wake pia, wote walifukuzwa wanachama wa kikundi chao. Walifukuzwa. Bimsham alichukia mno na akajiapiza ni lazima alipe kisasi kwa mzee Lwambo ambaye ndiye aliyesababisha yale yote. Alikuwa amejiapiza vile. Alihama kile kijiji na kuhamia kijiji cha Lipwete nyumbani alipoolewa Salama. Hakueleza sababu za kwenda kuishi huko kwa watoto wake wengine waliokuwa hawajui kazi yake. Alikuwa amehama kimya kimya tu. Aliwaambia watoto wake kwamba amechoka pale kuishi kijijini kwa sababu eti ardhi ilikuwa imechoka. Mavuno yalikuwa ni machache sana. Alikuwa anaenda kujaribu maisha ya Lipwete. Alikuwa amejitetea vile. Bimsham kwa watoto wake, japo Mudi alimkatalia sana, lakini alitumia nguvu ya umama kuondoka. Akaondoka Bimsham na kuhamia katika kijiji cha Lipwete. Miaka 5 ikapita na maisha yakazidi kuendelea mbele. Mume wangu, yani huyu Zindu, na mimi simuelewi kabisa siku hizi. Sauti ya Shamsa aliyokuwa anazungumza kukunong'ona ilitoka akiwa amelalia kifua cha mumewa mara baada ya kupumzika mizunguko kadhaa ya shughuli iliyokuwa imehalalishwa kwa wanandoa. Walikuwa wamepumzika mara baada ya kufanya mapenzi. Shamsa alikuwa anazungumza vile kwa mumewe. Ilikuwa ni usiku uliotulia. Vidudu vilikuwa vinalia tu nje, lakini chumba hicho kilitawaliwa na giza nene. Ni kwa nini mke wangu? Mudi aliuliza kwa sauti iliyojaa utamu. Yani ana mambo ya ajabu sana. Mambo ya ajabu? Mambo gani? Mudi aliuliza akiwa na uweka umakini kumsikiliza mkewe. Yani muda mwingine nikiingia chumbani kwake na mkuta na koroma sana. Nikimwamsha amki na nikimnyanyua ni mzito kweli kweli. Unajua mtoto ana michezo mingi sana mchana kufikia kiasi cha kuchoka sana. Nadhani hiyo itakuwa ni sababu. Sidhani. Mimi sidhani kabisa kama hiyo ni sababu. Halafu kingine ananishangaza sana pale anapofanya shughuli za ndani ambazo zimemzidi umri. Kama shughuli gani? Yani ukichelewa tu kuamka utakuta kashafanya usafi wa ndani na chooni na vyombo kaosha. Ni ajabu sana kwa watoto wa rika lake. Basi mtoto wetu atakuwa amejaliwa. Mudi alizungumza huku akiwa anamsukumia na busu mkewe. Busu lile liliwazamisha kwenye romance nzito na kupoteza kabisa mada ile wakaweza kuipotezea. Usiku wa manane katika kijiji cha Mwono, ilikuwa ni katika chumba alichokuwa analala Zindu na ambacho awali kilikuwa kikitumiwa na bibi yake kabla ya kufa kichawi. Mama mtu mzima akiwa uchi huko usoni amejipaka masizi akatokea. Mkononi alikuwa na kibuyu pamoja na usinga. Kitandani Zindu na alikuwa amelala. Baliweza kutokea mama mtu mzima katika chumba cha mtoto Zinduna. Mama mtu mzima alikuwa anaita jina lile. Zinduna pale alipokuwa amelala akaanza kujinyosha huku macho akiwa bado kayafumba. Mara akafumbua macho na kukutana na mama mtu mzima yule. Bimsham, kuna nini? Zinduna alizungumza huku akiwa anamtazama yule mama. Amka, kuna kazi nimekuletea. Bibi, lakini uliniambia kwamba leo ni likizo. Nachoka sana bibi ukinifuata kila siku. Nitamwambia mama. Usifanye hivyo. Ukimwambia mtu yoyote itakuwa ndio mwisho wa uhai wako. Bimsham alizungumza huku akiwa na keti pale kitandani. Zinduna naye akajiinua na kuketi pale kitandani. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 21 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Kijiji cha Mwono. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. Mtunzi anaitwa Hans Marcelin.